Karibu kwenye chaneli yetu ambapo leo nitazungumzia sababu kuu 5 ambazo zinawafanya watoto wengi kukosa utulivu nyumbani na kuzurura mitaani. Kama wewe ni mzazi, kama wewe ni mlezi au kama wewe ni mwalimu, video hii ni muhimu sana kwako. Usipite wala usiache kuitazama. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama haujasubscribe kwenye chaneli hii, karibu uweze kufanya hivyo kwa sababu tunakuletea maudhui muhimu kwa ajili ya familia yako. Kwa mawasiliano zaidi, unaweza ukapiga namba 0787579224. Karibu na tuanze. Sababu ya kwanza inayowafanya watoto kuzurura mtaani na kutotulia nyumbani ni kukosa muda na wazazi wao. Watoto wanaokosa muda na wazazi wao huwa wanatoka nyumbani na kwenda kuzurura mtaani. Lengo kubwa kuzurura kule ni kwenda kutafuta upendo, kwenda kutafuta amani na kwenda kutafuta utulivu nje ya familia. Ndugu mzazi, ndugu mlezi na ndugu mwalimu, wewe unayetazama video hii, kuwapa watoto muda wa kuzungumza nao, wa kuwapa nafasi ya kuweza kutoa mawazo yao na kuwa nao karibu ni jambo la msingi sana ambalo litawafanya watoto waweze kutulia nyumbani au waweze kutulia shuleni. Sababu ya pili inayowafanya watoto kuzurura na kutotulia nyumbani ni mazingira ya nyumbani yasiyovutia. Mazingira ya nyumbani yenye vurugu, mazingira yenye kelele, mazingira yenye ugomvi, mazingira ambayo hayana maelewano yanawafanya watoto kutotulia nyumbani kwa sababu wanaona kwamba nyumbani sio mahali salama. Hivyo wanatoka nyumbani na kuzurura mitaani na kutafuta sehemu nyingine ambapo wanaweza wakapata utulivu, ambapo wanaweza wakazungumza na wenzao vizuri. Hizo ni sababu ambazo ni 2 nilizozungumzia hapo. Sababu ya 3 ni kukosa miongozo na mipaka. Watoto wasiopangiwa taratibu. Nyumbani unakuta hakuna taratibu, hakuna sheria, hakuna mipaka. Yaani mzazi hajaweka utaratibu kwamba nyumbani unatakiwa mtoto uwepo kuanzia saa fulani mpaka saa fulani. Mtoto ukitoka nyumbani unatakiwa urudi nyumbani saa fulani. Ikifika saa 1 watoto wote wako nyumbani. Kama hakuna utaratibu, kama hakuna mipaka, hakuna ratiba, watoto wanachukulia kama ni uhuru sasa wa kuweza kuzurura na kutembea na kwenda sehemu mbalimbali ambapo wanakuwa wako mbali na nyumbani kwao. Sababu ya 4 ni ushawishi wa marafiki. Ndugu mzazi, ndugu mlezi na ndugu mwalimu, rika ina nguvu sana. Watoto huangalia marafiki zao wanafanya nini na wanatenda nini. Mtoto wako kama atakutana na marafiki ambao ni wazururaji, marafiki ambao hawapendi kukaa nyumbani kwao, marafiki zake wa rika lake ambao wanalingana umri, ambao ni wazururaji, moja kwa moja na yeye ataiga ile tabia na kuwafuata wale rafiki zake. Hata unashangaa kwamba mtoto wako amekuwa mzururaji, mtoto wako amekuwa anatembea na wakati alikuwa anatulia nyumbani. Kwa hiyo rika ina nguvu sana. Mzazi, jaribu kuangalia watoto ambao wanacheza na mtoto wako, watoto ambao wanakuwa wanaambatana na watoto katika familia yako. Je, wana tabia zipi? Kama wana tabia za kuzurura, unatakiwa umfundishe mtoto wako na umwambie madhara ya kuzurura na kutokaa nyumbani na madhara ya kuchanganyikana na watu wa rika lake ambao wana tabia ambazo sio nzuri. Sababu ya 5 ni kukosa shughuli za kujihusisha nazo. Mazingira ya nyumbani ambayo watoto hawapewi homework. Watoto hawapewi kazi za kufanya. Labda unakuta hakuna ratiba, labda ratiba ya kujisomea au mtoto anapewa kazi fulani kwamba wewe utafanya hizi kazi. Mtoto ametoka shuleni hajapata homework kutoka kwa walimu. Anapofika nyumbani anakuwa hana cha kufanya. Anaweka begi lake, anavua uniform, anaingia mtaani. Kwa sababu unakuta yale mazingira wakati mwingine hayana wazazi pale nyumbani. Wazazi wako katika mihangaiko na shughuli zingine. Na wazazi wanapokuwa wako nyumbani, wanaondoka wanawaacha watoto, hawajawaachia ni nini cha kufanya mtoto atakapokuwa ametoka shuleni. Kwa hiyo unakuta mtoto akikosa shughuli za kujihusisha nazo, anaamua kwenda mtaani kutembea na kuzurura. Ukiwa mzazi au mlezi, ukiwa mwalimu pia,
una uwezo wa kubadilisha tabia hii. Hapa hasa ninazungumzia wazazi. Wazazi mnaweza kubadilisha tabia hizi. Unabadilisha hizi tabia kwa kuhakikisha kwamba unakuwa karibu na mtoto wako. Kwa kuhakikisha kwamba unazungumza na watoto wako, unawapa kazi za kufanya, unahakikisha uko karibu nao, unajenga upendo, unajenga ushirikiano na unajenga ukaribu na mtoto wako. Na pia unatakiwa uhakikisha unamchunguza mtoto wako na kugundua ni mambo gani anayapendelea ambayo yanamsababisha awe mzururaji. Chukua hatua leo. Wakati ni sasa. Hakikisha kwamba unajenga jamii bora ya watoto ambao wanatulia nyumbani, wanatulia shuleni na wanakuwa na maadili bora. Asante kwa kutazama video hii. Kama ni mara yako ya kwanza kutazama video zangu, basi usisite kushare, kulike na kusubscribe kwenye video hii ili uwe wa kwanza kupata notification za video zetu nyingine pale tunapokuwa tumeziupload. Asante, karibu tena, tukutane kwenye video nyingine inayofuata.